Kwa majina naitwa Omari ya Mtulia, ni afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya polisi ya Kilwa Road, na leo tutaongelea kuhusu umuhimu wa vitamini A na dawa za minyoo hasa kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Kama ilivyo ada, mwezi wa 6 ni mwezi wa kampeni hiyo ya kutoa matone ya vitamini A na dawa za minyoo kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Na leo katika somo letu tutaongelea umuhimu wa vitamin A, tutaongelea madhara endapo mtoto akikosa, tutaongelea vyakula ambavyo pia vinapatikana vitamin A. Pia kwenye dawa za minyoo tutaongelea jinsi ya kuepuka au minyoo. Kwa kuanza, tutaanza na matone ya vitamini A ambayo haya hutolewa kama supplements. Tunatoa kliniki kila baada ya miezi 6 pale mtoto anapofikisha miezi 6. Baada ya hapo, kila baada ya miezi 6 huwa anapata haya matone kwenye vituo vya afya, kliniki za watoto na mama wajawazito. Vitamini A ni nini kwa ufupi? Vitamini A ni virutubisho muhimu ambavyo vinahitajika kwa kiwango kidogo sana. Kiingereza tunasema micronutrients, ila zina kazi kubwa sana hasa kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto, hasa pale anapofikisha miezi 6 na kuendelea mpaka miaka 5. Mtoto kabla ya kufikisha miezi 6 kwa kawaida huwa ananyonya maziwa ya mama peke yake, na hayo maziwa ya mama huwa yanakuwa nayo vitamin A ambayo inamsaidia mtoto katika ukuaji na maendeleo yake. Lakini pale anapofikisha miezi 6, mahitaji ya mwili ya mtoto huwa yanaongezeka. Kwa hiyo automatically lazima tumsaidie. Na kumsaidia ndio huwa tunatoa matone ya vitamini A kliniki pale mama anapokuwa anahudhuria na mwanae. Kwa hiyo ni virutubisho muhimu ambavyo vinahitajika sana kwenye mwili wa mtoto, na ndio maana tunaona haitoshi peke yake itoke kwenye chakula, lakini pia apate matone kama supplement kliniki. Kwa hiyo kwa ufupi ni maana vitamini A. Pengine mtoto akikosa vitamini hivi katika umri huo kuna madhara gani? Madhara yapo mengi, ila makubwa kwa sababu vitamini A yanasaidia kwenye uoni. Hii ni kemikali ambayo inahitajika kwenda kufanya process ya mtoto kuona vizuri, sana sana kwenye macho. Kwa hiyo madhara mojawapo, huenda mtoto akapata uoni hafifu, au ikizidi kabisa, ikiwa ni severe kabisa deficiency, mtoto anaweza akawa kipofu kabisa. Kuna muda mwingine utaona macho ya mtoto yanaweka kama ukungu. Kwa hiyo hilo ni moja ya madhara hapo. Lakini pia kinga ya mwili ya mtoto inashuka, sababu tunajua vitamin zote na madini chuma, madini yote kimo na madini chuma yanasaidia kuimarisha kinga ya mwili ya mtoto. Kwa hiyo mtoto anapokosa vitamini A ambayo huenda kuisaidia kinga ya mwili, zile seli za kinga ya mwili kupambana na magonjwa, kwa hiyo mtoto huwa anauma mara kwa mara, kwa analisha na kohoa kwa sababu amekosa vitamini A. Mzazi kama una mtoto ambaye ana umri chini ya miaka 5, hapo kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5, basi unapohudhuria kliniki kila baada ya miezi 6, hakikisha mtoto wako anapata matone ya vitamini A pamoja na dawa za kuua minyoo ambazo hutolewa kliniki bure kabisa na vituo vya afya vyote Tanzania nzima. Pia tunataka tuongelee vyanzo mbalimbali za vitamini A. Hizo huaga kama mbadala kwa mtoto, kwa sababu huwa kipindi kile mahitaji ya mwili huwa yanahitaji sana virutubisho vingi. Kwa hiyo tunamfanyia kama ziada apate tena kliniki, lakini kuna vyanzo mbalimbali vinapatikana kwenye vyakula ambazo ni vyanzo vizuri sana vya vitamini A. Tukianza, hii vitamini A imegawanyika sehemu mbili, ambayo kuna vyanzo vya katika wanyama na katika mimea, ila kiujumla kwenye maziwa unapata vitamini A, kwenye nyama unapata vitamini A, hasa maini
unapata kwenye maharage unapata vitamini A, lakini ukija kwenye matunda na machungwa, kuna embe ambalo limeiva, kwenye papai, kwenye parachichi. Hizo zote ni vyanzo vizuri za vitamini A. Kwa hiyo kama mtoto wako ana miezi 6 na kuendelea, kwenye chakula chake cha ziada, maana hapa mtoto atakuwa ameanza kula chakula cha ziada au cha nyongeza, ambapo mwanzo tu miezi 6 toka amezaliwa mpaka miezi 6 huwa ananyonya maziwa ya mama peke yake, lakini anapofikisha miezi 6 anaanza kula vyakula vya nyongeza. Kwa hiyo utakuwa katika nyongeza ya vyakula unamwekea na baadhi ya hizo vyakula ambavyo ni vyanzo vizuri za vitamini A, ili kuepusha upungufu wa vitamini A na mtoto wako asiweze kupata madhara ambayo yanatokana na upungufu wa vitamini A. Lakini pia kuna maziwa, kuna majani ya maboga, kuna carrot. Hizo pia ni mojawapo ya vyanzo vizuri vya vitamini A ambavyo vinapatikana kwenye upande wa vyakula. Kwa hiyo pale jaribu kumboreshea mtoto chakula cha nyongeza pale anapoanza kula chakula kama cha nyumbani, basi unajumuisha na hivyo baadhi ya sources au vyanzo ambavyo vina vitamini A. Basi mtoto wako atakuwa anakuwa vizuri, kinga yake ya mwili itakuwa imeimarika, macho ataona vizuri, atakuwa vizuri kabisa na ngozi itakuwa inanona.